Karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kubwa kuliko ni klabu ya Simba imeingia na sura mpya ya uendeshaji baada ya katiba yake kupitishwa rasmi na serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT. Msajili wa vyama vya michezo Abel Ngilwangwa ametangaza kuidhinishwa kwa mrekebisho ya katiba ya Simba, hatua inayohitimisha mchakato wa muda mrefu wa mageuzi ya uendeshaji wa klabu hiyo. Uanishaji huu unalenga kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji huku ukiendelea kulinda maslahi ya wanachama. Amesema amekamilisha majukumu hilo kufuatia maelekezo ya Waziri wa Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda aliyemtaka kuhakikisha mchakato unahitimishwa kabla ya mwisho wa mwezi huu. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ilikuwa ni kukabidhi katiba iliyoidhinishwa kwa uongozi wa klabu wa kusaini nyaraka na kukabiliana na marekebisho hayo, jambo ambalo limekamilika kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo. Simba ilianza mageuzi ya mfumo wa uendeshaji kwa lengo la kuruhusu uwekezaji kulingana na katiba ya mwaka 2018, lakini ilikumbana na changamoto za kisheria na kiutawala, ikiwemo masuala ya kumiliki, uwasilishwaji wa wadhamini na uanifu wa matakwa ya taasisi za serikali. Marekebisho haya kupitishwa na mkutano mkuu wa wanachama Novemba 30, 2025 na kuwasilishwa kwa msajili Disemba 10, 2025 kabla ya kurejeshwa kwa marekebisho linalowasilishwa Februari 5, 2026. Ameyasema hayo Ngilwangwa. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni za msajili wa vyama vya michezo namba 441 ya mwaka 1999, serikali iliangalia kwa makini kisheria na kujiridhisha kuwa marekebisho haya hayaathiri usalama wala amani ya maendeleo ya klabu hiyo. Ametoa wito kwa wanachama na wadau wa Simba kuheshimu maamuzi haya ili klabu iendelee kwa utulivu, mshikamano na mafanikio zaidi. Na hii ni Gift Online TV.